Kwa nyumbani, kwenye kazi, kwenye biashara yako, barabarani, popote, unaweza ukasikia mafundisho ya leo na yatakusaidia sana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Jambo la kwanza bila kupoteza muda. Jambo la kwanza ninakuzungumzia baadhi ya faida za vita vya kiroho kwa mtu binafsi au kundi la watu. Baadhi ya faida za vita vya kiroho kwa mtu binafsi au kundi la watu au familia. Nataka nikafundishe baadhi ya faida za vita vya kiroho. Leo nataka nikafundishe faida za vita vya rohoni. Naomba leo unifuate sana. Faida ya kwanza, vita vya kiroho faida yake ni kukuondoa katika hali ya kujisahau na kusahau mambo ya Mungu na kupenda mambo ya dunia zaidi ya mambo ya Mungu. Nafafanua. Faida ya vita vya kiroho ni kumtoa mtu kwenye hali ya kujisahau kwenye mambo ya Mungu na kusamini mambo ya dunia hii zaidi ya mambo ya Mungu. Nitafafanua na utaelewa. Faida ya kwanza ya vita vya kiroho, Mungu aliviruhusu yeye, sio shetani. Hapa nazungumzia Mungu. Kwa nini kuna saa Mungu anaashiria vita kwa mtu? Anaashiria vita kwenye familia, kwenye kazi ya mtu, kwenye biashara ya mtu, kwenye kitu gani? Nataka nikafundishe leo kwa nini. Kwa nini huwezi kuishi kama unaandika ukiwa duniani huwezi kuishi kwa amani siku zote, hata kama una hela kiasi gani. Kuna majaribu yatakuja. Rudia tena. Ukishakuwa duniani, Yesu akasema duniani kuna ziki. Mimi nimeushinda ulimwengu, naenda kwa Baba. Yesu alisema duniani kuna ziki. Ukiwa duniani kuna saa utakutana na vita tu. Hata kama sio vita ya kiela, utakutana na vita nyingine. Lakini vita iko pale pale. Bwana asifiwe. Sema nazungumzia vita vya kiroho. Sema vita vya kiroho ni kukuondolea hali ya kujisahau. Kumbukumbu ya Torati. Tanielewa? Kumbukumbu ya Torati sura ya 8, mstari wa 11 hadi 18. Kumbukumbu ya Torati sura ya 8, mstari wa 11 hadi 18. Kumbukumbu ya Torati 8, mstari wa 11 hadi 18. Nasoma kwa jina la Yesu. Ndugu zangu, naomba leo unifuate sana, lakini nikishafundisha utanielewa. Nasoma kwa jina la Yesu. Anasema, "Jihadhari usije ukamsahau Bwana Mungu wako kwa kutokuzishika amri zake na hukumu zake na sheria zake zinazokuamuru leo." Kumbuka nazungumzia vita vya kiroho vinamsababisha mtu asimsahau Mungu. Ngoja nikiendelea ndani utanielewa vizuri. Jihadhari usije ukamsahau Bwana Mungu wako, ni Mungu anasema. Kumbukumbu ya Torati 8:11 hadi 18. Angalia atakapokuwa umekula na kushiba. Sema kula na kushiba. Yeye sema angalia utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake, na makundi yako ya ng'ombe na kondoo yatakapoongezeka, na fedha yako na dhahabu yako itakapoongezeka, na kila ulichonacho kitakapoongezeka, basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako. Unanisikia? Aliyekutoa katika nchi ya Misri. Leo tulikuwa tujaokoka, tulikuwa Misri. Alikuwa anaongea na wana wa Israeli katika nyumba ya utumwa. Aliyekuongoza na gereza, aliyekuongoza, maana binadamu rahisi sana kusahau. Ndio maana hapa anatoa instruction. Anasema aliyekuongoza katika jambo lile kubwa lenye kitisho, lenye nyoka za moto, nge. Ni kama hapa Mungu amekuokoa na mambo mengi hata binafsi. Kuna sababu ulikuwa kwa ajali, kuna siku Mungu akakuokoa. Hata kama ni miaka mingapi imepita. Kuna siku ulikuwa unaumwa, Mungu akakuokoa. Kuna siku ulikuwa unafanya, alikuwa anawaelezea hapa. Lakini point yangu ni ipi? Vita vya kiroho vinakuja maana watu wengi wana tabia ya kujisahau. Kuna watu wakishakula na kushiba, Biblia imesema ukishakula na kushiba pesa yako ikaongezeka. Kuna watu wanakuja kanisani wakiwa maskini, wakishapata hela hawaizi kuja tena kanisani. Kuna watu wakishakula na kushiba, mambo ya kanisani hawana shida nayo tena. Ndio maana Mungu hapa akasema angalia usizisahau sheria zangu, usisahau amri zangu. Kuna mtu akishafanikiwa, kama alikuwa anatoa fungu la 10 hatoi tena. Kama alikuwa anafanya vitu vizuri kanisani hafanyi tena. Kwa nini? Binadamu ana tabia ya kujisahau. Na ndio maana Mungu hawezi kumwacha mtu akaishi bila vita. Wala sivyo, huyu mtu ni rahisi kupotea. Ndio maana hapa akasema usije ukamsahau Mungu wako unapokula na kushiba. Nisikilize. Kuna watu wengi sana wanamtafuta Mungu sawa akiwa na shida. Wanaenda kwenye kanisa hili kuombewa. Hata akishamaliza zile shida zake anatulia. Kama unaandika Mungu akishaona hivyo, atazileta shida nyingi ili uende kila mahali. Narudia tena. Faida ya vita vya kiroho. Mungu akiona uwezi kuomba
Kwa sababu sasa hivi umekula na kushiba. Huwezi kuomba maana umepata kazi, unaanza biashara, atakupitisha mpaka utanyoka. Utapita mapito hata kayaishi. Sio mtu mmoja hata kwenye kanisa hili. Kuna watu naona hapa hapo hivi. Kuna mtu nakwambia leo hapa akapata kazi ya maana, sio rahisi muone kanisani. Kuna mtu akapata biashara ya maana, sio rahisi muone tena kanisani. Kuna watu wanakuja kanisani kwa sababu ya shida, na Mungu akishajua wewe ukifanikiwa utamwacha, hata leta mafanikio, ataacha upite jangwani miaka kadhaa kwanza. Aliwapitisha wana wa Israeli miaka 40 kwenye jangwa ili apime mioyo yao. Ndio hapa anawaambia usije ukamsahau. Mungu hawezi kuacha mtu asipitie vita vya kiroho. Kwa nini? Mungu hataki watu wamsahau. Na binadamu akishakula na kushiba, hela ikiongezeka ni rahisi kumsahau Mungu. Narudia tena. Wewe angalia watumishi wengi hata wakubwa wanapigwaga sawa wameinuka sana, sio sawa wakiwa chini. Kwa nini? Sawa na amani sana, wanajisahau. Sasa hiyo unakuta kila kitu kimezunguka kanisani. Unakuta kuna watu kanisani wanatoa kila kitu. Unakuta sasa kuna watumishi unakuta kanisani, yaani watoto wake wanasomeshwa wote na washirika. Na ni jina la Bwana libarikiwe. Unakuta kuna mshirika mmoja tu anamsomesha mtoto, anasimamia familia. Kwa hiyo yule mtumishi kwenye ile kurelax. Sababu sasa kanisa limeshaongezeka, watu wana watu laki na watu ana relax. Kuomba anaacha, kufunga afungi tena, ndio hapo watumishi wengi wanapigwa. Biblia inasema hivi. Biblia inasema kwamba unapojiona umesimama, angalia usianguke. Sasa vita vya kiroho vina faida kubwa kwa sababu Mungu anajua kuna mtu hawezi kuomba mpaka mpitishe kwenye vita. Kuna mtu mume wake akiwa na kazi, hawezi kuja kanisani. Maana mume wake ada zinalipwa, chakula kipo, kila kitu kipo, hawezi kuja. Kwa hiyo Mungu atakachofanya, ataruhusu majaribu kwenye familia ya kutosha mpaka waje kutafuta waje kanisani. Wanasikia vizuri? Sema faida ya vita vya kiroho vinafanya mtu asijisahau na asilale usingizi wa kiroho. Ili jambo la maombi hapa Mungu akusaidie. Usipoelewa hii siri, utapita kila mara ili uwepo kanisani. Maana Mungu amekuumba ili umwabudu. Akiona kwamba vitu vinakutoka kwake, atakupitisha kwenye kila aina ya mapito mpaka uje kanisani. Narudia tena. Mungu akukuumba ili uwe na nyumba. Nyumba ni nzuri. Magari, pesa, utaacha kila kitu. Lengo kubwa sio hivyo vitu kanisani. Lengo kubwa Mungu anataka watu washike sheria zake, watembee kwenye amri zake, wamwabudu na kumtumikia. Mungu akiona, shika hii point kama andika. Mungu akiona huwezi kufunga na kuomba mpaka uwe na matatizo, hata kila mara atakuletea matatizo ili ufunge na kuomba. Andika hiyo point, ni ya muhimu sana hiyo. Mungu akiona ukiamua kanisani ufunge na kuomba utaki, ukiamua ukuje kanisani kwenye ibada utaki kuja, Mungu ataruhusu matatizo yaje mengi mpaka utamtafuta. Nakufungulia Biblia. Mungu anasema utakapokuwa na mali na kushiba. Ndio maana kuna watu wengi sasa huwezi kuona kanisani. Mambo yake yakishaka vizuri hawaonekani kanisani. Sasa Mungu anawafuataga huko, anawatikisa huko alipo. Bana anapigwa na magonjwa huko alipo. Bana anapigwa na nchi huko alipo, bana anafukuzwa kazi. Unashangaa anarudi kanisani, mtumishi wa Mungu, naomba unisamehe Bwana, niliondoka kwa sababu hivi. Anakuwa na sababu nyingi. Akija nabii anamwambia namshukuru Mungu alikunyoosha namna hii. Kuna watu akija sana anapita ana shida ya hatari. Akija unamwambia namshukuru Mungu kwa hii shida iliyokupata, maana ungeenda jehanamu. Maana wewe, kuna mtu akishapata kazi au biashara, akishapata hela, hapo nimekusema kwamba asema mali yako itakapoongezeka usimsahau Mungu. Anajua mwanadamu akishakula na kushiba akawa na hela ni rahisi kumsahau Mungu. Na ndio maana vita vya kiroho haviwezi kuisha. Vitaisha siku Yesu akija. Sababu kuna watu wakishakula, akishaanza kuvaa vizuri, akishivi na hivi, anaona ameshafika. Kwa hiyo kuomba kunapungua, kama kufunga afungi tena, kuomba ombi tena. Mungu akishaona hivyo, shika ile neno, hata nikizungumza kwanza ningeongea shika hili. Mungu akiona huwezi kumtafuta, mpaka wewe na shida, atakuletea shida za kila namna ukamtafute. Hiyo ndio usisahau kwenye yote nitakazozungumza leo. Ndio maana kuna mtu jaribili kisha linakuja hivi. Jaribili kisha linakuja hivi. Anashangaa, jaribu la ndoa limeisha, alikuwa anaelewana na mume wake. Wameanza kuelewana na mume wake. Ghafla wameelewana na mume wake, ni moja jaribu kazini. Anataka kufukuzwa kazi. Mungu akiona haumtangulizi yeye. Biblia inasema Mungu ndio apewe nafasi ya kwanza. Inasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote. Kwa hilo andiko linajulikana kila mahali. Lakini watu wengi hawampendi Mungu kwa ukweli. Wanataka vitu walivyonavyo Mungu. Mungu akishaona hivyo, atakuletea majaribu ya kila namna mpaka utakapomtanguliza yeye awe wa kwanza, na vitu vyako ndio vya mwisho. Nisikilize na kuambia kama mtumishi wa Mungu naongea. Kwa neema ya Mungu, usipoelewa hichi, utapita mpaka Yesu atakapokuja. Likiisha hili litakuja hili, likiisha hili litakuja hili. Kwa sababu kama Mungu, labda niongee hivi. Asante Roho Mtakatifu. Nisikilize. Kuna mwanafunzi hawezi kwenda shule bila fimbo. Na kuna mwanafunzi anaenda shule bila kuchapwa na mzazi.
Kuna mwanafunzi bila kuchukua fimbo hawezi kwenda shule. Kuna watu bila fimbo hawezi kuja kanisani. Hivyo Mungu fimbo zake ni magonjwa, yeye anawapiga na magonjwa, piga watoto na magonjwa, fukuza kazi. Mungu ana fimbo za style tofauti. Yuko mtu hawezi kwenda shule, ni mwanafunzi bila kuchapa na wazazi asubuhi. Ndio maana kuna watoto wanatolewa na fimbo ndani asubuhi, kutandikwa asubuhi. Hivyo kuna watu wanaenda kanisani kwa fimbo. Kuna watu ili waje kanisani wamwabudu Mungu, fimbo lazima zipite. Lakini kuna mtu hata Mungu kama unaandika Mungu ukielewa namna ya kuishi na Mungu, kuna mapito Mungu ataleta kwako. Narudia tena. Ukielewa namna ya kuishi na Mungu, kuna mapito hata haruhusu kwako. Lakini wewe Jumapili uko kanisani, Jumapili uko kanisani, Jumapili uko kanisani, Jumapili uko kanisani, kuna mapito ataruhusu upite mpaka uone kanisa ni mahali pa muhimu. Narudia tena. Nazungumzia umuhimu wa vita vya kiroho. Mungu anaachilia vita vya kiroho kwa watu kwa sababu ana nia njema ili watu wasipotee. Maana kuna mtu akishakula, akishashiba, kanisa likiwa na watu wakaongezeka, anajisahau. Haombi tena, afungi tena. Kuna mama mume wake akishapata kazi, haombagi tena. Mungu anachofanya atamfukuza kazi. Narudia tena. Kuna mama kabla mume wake ana kazi, alikuwa anaingia mlimani Sakila, anaomba na kufunga usiku. Mungu naomba mpe mume wangu kazi. Mungu mbariki. Mume wake alipopata kazi, na yeye akaacha kuja kanisani. Mungu atakachofanya atamfukuza kazi ili endelee kupanda Sakila kuomba. Na kuambia hivi, usipoelewa hichi, utaelewa mbele ya safari. Narudia tena, faida ya vita vya kiroho ni Mungu anaviachilia anapoona mtu amejisahau. Andika hiyo point. Mungu akiona umejisahau anaachilia vita ikuamshe kwenye usingizi. Nazungumzia unapojisahau kwenye mambo ya rohoni. Unakuja kanisani baada hii upo, ibada nyingine huko. Kanisani ukiambiwa ufuate maelekezo ufuati, Mungu ataruhusu mapito mpaka uamue kutii sheria zake na amri zake, ndio atakuachilia hapo. Unashangaa, mbona kwanza niokoke napita hivi? Hata unapoongea kama kuna mtu yuko nyumbani kasi, mbona kwanza niokoke biashara zangu zimeharibika, ndoa yangu imeharibika, mambo mengine. Nisikilize. Ukishaokoka umeingia kwenye ufalme mwingine. Ukishaolewa na mwanaume lazima ufuate amri za yule mwanaume aliyokuoa. Ukishaokoka huwezi kuishi unavyotaka, utaishi sana neno la Mungu linakusema. Hautaki mapito lazima. Bwana sio. Kuna mtu kwanza niokoke, mambo yangu yameharibika. Ni kweli. Kwa sababu gani? Ulipookoka hukujua utaratibu. Labda niongee hivi. Unapoenda Kenya, kuna sheria za Kenya ambazo lazima uzifuate. Unapoenda Marekani, kuna sheria za Marekani lazima uzifuate. Hivyo mtu aliokoka asipofuata kanuni za kiroho, kuna mapito Mungu ataachilia kwake mpaka. Asante Roho Mtakatifu. Unajua leo nasikia sana katika roho. Bwana nasikia sana. Roho Mungu ananiambia hivi. Yaani kuna watu kama unaandika, kuna watu hawezi kubadilika kwa kufundishwa wala kwa kuombewa mpaka wapitie mapito. Kama unaandika, kuna watu hawezi badilishwa na mafundisho. Ndio maana hata wewe umefundishwa na kufundishwa. Unaenda safina unafundishwa. Kwa mwakasiko unafundishwa, kanisani kwako unafundishwa, lakini kuna watu tabia zao zibadiliki. Kuna watu ni mpaka fimbo ndio wanabadilika. Kuna watu ni mpaka Mungu aachilie mapito ndio tabia zinabadilika. Labda niongee hivi. Kuna mtoto ukimchapa ndio anabadilika kitabia. Usipomchapa habadiliki. Hivyo kuna walokole. Kuna watu wengine hata kama hawajaokoka mpaka wapitie fimbo ndio wanabadilika. Wewe hujamtaraka na mtu anakuambia, yaani Mungu amekutandika mpaka nimeona niokoke. Sisi watumishi wa mtana hao watu wanakuambia, mtumishi, yaani nimepitia mapito mpaka nimeona sasa niokoke tu. Kuna mtu hawezi kuokoka kwa hiari yake mpaka apitishwe. Narudia tena. Hata kwenye makanisa mengi, kuna mtu hawezi badilika maana umemfundisha. Kuna mtu ukimfundisha aache uzinzi, hata acha. Mungu atakajifanya akampitisha kwenye pito mpaka ataache. Kuna pito atampa. Wengine pito lao ni ukimwi. Kuna mtu sababu amefundishwa hata kubadilika, Mungu anampa ukimwi. Kuna mtu mwingine kwa sababu amefundishwa afanye jambo fulani hataki, Mungu kuna mapito lazima. Shika hii point. Kuna watu wabadilikaji kwa kufundishwa wala kuondoka kanisani. Wanabadilika kwa mapito. Na kuna mtu akifundishwa ndio anabadilika, ni mnyenyekevu. Akishafundishwa na neno la Mungu usizime usiibe anaacha. Kuna watu Mungu anajua, ndio maana fimbo lazima ziwepo. Kitabu cha Yohana sura ya 1. Kuna watu lazima washughulikiwe ili wafanye kazi ya Mungu. Kuna watu lazima washughulikiwe ili wapende kuja kanisani. Mungu wako usipopita unasahau kuja kanisani, mtapita mpaka mkumbuke. Maana lengo tuliumbwa ili tumwabudu. Wewe niongee hivi, nisikilize. Unaweza kwenda kwenye ofisi ya mtu na gari yako. Gari yaingia ofisini, wewe ndio unaingia ofisini. Lakini gari ilikuwa ni sababu ya kufikisha watu ofisini. Kuna matatizo yanakupata. Shida sio matatizo, ni ili ufike pale Mungu anapotaka. Wewe anakupitisha ili ufike pale anapotaka. Narudia tena. Unapochukua gari kwenda nalo
au pikipiki kwenda nayo kwa rafiki yako. Pikipiki haingiaje ofisini kwa mtu. Pikipiki inapaki nje. Pikipiki ni usafiri wa kufisha tu pale. Hivyo hivyo kuna watu ili wasafirishwe na Mungu, lazima Mungu awatandike mapito na usafiri wao. Na wanasafiri vizuri sana saa hiyo kwa vilio. Mtumishi wa Mungu, watoto sasa hivi ni magonjwa, mke wangu hivi na hivi, na hadi sababu. Ndio maana manabii ni wa muhimu sana. Ukimwangalia Mungu anakuambia huyu nampitisha makusudi. Kwa sababu huyu alikuwa anafunga sana na kuomba, siku afunge tena na kuomba. Kwa nini? Mume wake ana kazi na yeye ana kazi, wanakula na kunywa. Kwa hiyo nampitisha kwa sababu hii. Ndio maana mtumishi anatakiwa asikie sana Mungu. Kuna watu wanaopitia mateso, sio shetani, ni Mungu anawapitisha. Unajua watu na kwenye Biblia wako wengi sana. Wewe tena kwa Yona. Kitabu cha Yona. Wakina Yona wako wengi sana. Kuna mtu hizi mtafuta Mungu mpaka apitishwe kwenye mapito. Na ukishakuwa hivyo, jiandae. Utapita hili likisha unapita lingine. Likisha hilo unapita lingine. Likisha na wako unapita na familia. Likisha na familia unapita na biashara. Likisha bila unapita na ndoa. Likisha na ndoa unapita na mama mkwe. Unapita mpaka unyooke. Lengo sio Mungu kukomoa. Lengo ni ujue mapenzi yake ni nini. Amekuumba kwa sababu gani? Ninakwambia kuna watu wakifundishwa hawataki kubadilika. Mungu ana njia za kuwabadilisha. Wakina Yona. Kina Yona wafundishwaje hawa? Wakaelewa. Hawa ni kudumbukiza kwenye tumbo la samaki. Kitabu cha Yona. Na niangaliaje hivyo? Wewe tulia, kuna mahali usipoelewa mambo ya Mungu utadumbukizwa tu. Sasa ukinyoka, ukikaa vizuri, ndio Mungu anaashiria ile mapito. Ndio mwenye maombi. Mungu, ngoja nikuoneshe. Mungu tunamwamini mimi pito hili likisha. Alafu sikiliza, asante Roho Mtakatifu. Roho Mungu ananiambia hivi. Na sasa unapita kwenye matatizo. Ukiacha kuja kanisani, anayaongeza ile matatizo. Sasa kuna mtu akishakuwa kwenye matatizo hadi kanisani. Naenda kanisani, naombewa maisha yangu badiliki, hivi na hivi na hivi na hivi. Sasa Mungu anafanya anaongeza hapo. Unajua kuna siri na nini? Za kufungia nini? Ile spana ya kufungia bolt na nini? Mungu anakaza ile bolt. Kwa sababu kuna mtu anasema siende tena kanisani. Nimeombewa maisha yangu badiliki, nimefanyia hivi na hivi badiliki. Mungu akishaona hivyo, lengo lake sio kanisani. Kumbuka ule usafiri, lazima atume usafiri. Na usafiri nini? Mapito. Ili ufike ofisini. Unaweza kufika ofisini kwa gari, kwa pikipiki, lakini lengo gari ni kukufikisha pale ile anaingia ofisini. Wale kuna mtu anajiuliza, kuna mtu yuko anajua ni maombi. Mungu sana anapita. Labda pito la ana za watoto. Mungu ninaomba, fungua milango hivi na hivi. Nikwambie hivi, watu wengi wanamtafuta Mungu sawa na shida. Na Mungu anapendanga kisha kuona hivyo, ataziruhusu shida ili uone vizuri. Kuna mtu akishakula na kunywa, haisi amka usiku kaomba, hata nyumbani kwake. Ana huo muda, haone nini? Chakula iko kwenye friji. Kila kitu kipo. Watu wanaenda shule, mambo yako safi, haombe nini? Mungu akishaona hivyo, ataruhusu pito ambao lina nguvu zaidi ya vile vitu tunavyotegemea. Pako utanyoka hivi. Sema faida ya vita vya kiroho. Mama wenzako ulitegemea hili somo leo? Mama ulitegemea hili somo leo? Mwambie au ndio wewe kisha naongea na wewe. Unamtafuta sawa na shida tu Mungu. Kuna saa tunatafutwaga na watu wakiwa na shida zao. Wakishamaliza shida zao wanaondoka. Na hao watu ndio maana waganga wana tekniki sana. Ukienda kwa mganga akutibu kifua, anatibu kama ni pepo la kifua limekaa hapo, anaingiza la tumbo, alafu ananiambia baada ya miezi 8 shughulika na huyu mtu ili arudi hapo. Maana anajua kuna mtu akishafanikiwa atarudi. Mganga haizi kuondolea tatizo, analihamishia mahali pengine, analipa tu muda, baada ya muda linatokea. Hivyo kuna watu Mungu anajua akiwapa vitu wabadiliki, anahamishia tatizo kwenye kona nyingine mpaka ubadiliki. Haleluya. Kitabu cha Yona sura ya kwanza. Yona sana somo la leo. Haleluya. Yaani wewe unapenda upendi, ngoja hizi fimbo ziingie tu. Hili somo ni ngoja hizi sindano, unajua sasa kuchoma sindano sio sawa kucheka. Lakini ndio sawa unapona. Haleluya. Hivyo Mungu anajua mahali pa kuchoma sindano ili mtu amtafute kwa moyo wote. Anachoma mahali fulani. Na kuna watu sababu wamejisahau. Mungu anaenda kupiga kile kitu unachotegemea. Na utaona kanisani sio muda mrefu. Naona watakuja wakikimbia. Maana kuna mtu mpaka ashughulikiwe ndio atakuja kanisani. Kitabu cha Yona sura ya kwanza. Mstari wa kwanza.
na wa pili. Nasoma kwa jina la Yesu. Lakini Yona 1-17. Alafu Yona sura ya pili yote. Mimi nasoma michache. Basi leo Bwana alimjia Yona mwana Amitai. Tusema, ondoka uende Ninawi. Mji ule mkubwa ukapiga kelele juu yake. Kwa maana uovu wao umepanda juu mbele sana. Sawa. Lakini Yona akaondoka akakimbilia Tashishi apate kujiepusha na uso wa Bwana. Nisikilize sasa vizuri hapa. Nimekwambia kuna watu wabadilika sana na fundisho. Elewa hapa, Yona alikuwa anafundishwa na Mungu mwenyewe. Ni Mungu aliongea naye akamwambia nenda. Mungu alikuwa anamfundisha mwenyewe nenda. Lakini aliamua aende wapi? Aliamua aende Ninawi, akaenda Tashishi. Mungu alipoona vile, unaelewa ndio maana nikusomea hivi. Mungu alipoona vile kwamba hataki kufuata. Nimekwambia kwa mtu abadiliki. Yona hapa alifundishwa na Mungu. Biblia inasema Bwana akamwambia Yona nenda. Kuna watu hata Mungu akiongea nao mwenyewe kwenye ndoto wenyewe hawabadiliki. Ni lazima waingizwe kwenye tumbo la samaki na watabadilika. Sio tu si watumishi, kuna watu hata Mungu akiongea nao hawabadiliki. Na Mungu anajua fimbo za kubadilisha. Acha na mimi mtumishi hivi. Kuna watu huyo akuongea, Yona hapa sio mtumishi aliongea naye. Biblia inasema Bwana akasema naye, lakini alikataa. Kama watu wanaweza kumkataa Mungu, je, sisi watumishi? Kama mtu hata Mungu anaweza kaongea mtu akakataa kufuata, je, sisi watumishi? Bwana sifiwe. Nisikilize. Lengo la hili somo ni kwamba ukijisahau lazima utikiswe. Na kama umejisahau, huombi tena siku hizi kama zamani, ufunge tena kama zamani. Subiri. Subiria hapo mbele. Wewe unataka kusubiria hapo mbele. Wewe unataka wewe ni nani? Wewe ni nani? Hautaki kubadilika au ufundishe. Kuna wamama hawezi kuja kwenye vikundi vya kila kanisa la kikundi cha kina mama, la vijana vijana. Nani hawezi kuja, vijana wengine hawaji. Mungu anajua hata kwa vijana kuna mahali kuna fimbo anapitisha. Atanyoka hivi nakwambia. Mungu uzuri mmoja ametuumba, anajua udhaifu wetu wote. Anajua kiburi yako ni nini. Kama anajua kiburi chako kutoka kanisani ni kazi au biashara, anajua kwa kupiga. Alafu Mungu mishale yake haikoseaji. Hebu mgeukie mwenzako mwambie mishale ya Mungu haikosei. Mwambie akipiga na piga sehemu yetu. Ukaanguka na mizizi. Ukiona mtu kianguka na mizizi, anakupiga sehemu yetu na kumua na mizizi. Aisee, Yesu ni mzuri. Mtumpigie Bwana Yesu makofi. Kwa sababu ya vita vya kiroho, mpigie Bwana Yesu makofi. Mpigie Bwana Yesu makofi sana kufikisha ili uache kulala. Kuna kwenye Paulo kuna maana anasema acheni kulala mliosinzia, amka. Kuna walokole lazima waamshwe na fimbo. Kuna mtoto asubuhi, lakini uamshwe kitandani na fimbo ndio amke kwenda shule. Haizi amka kwenda shule. Na sio kama ajiko na shule. Ndio hivyo, sio kama watu wajiko na ibada, hadi kuna watu paka fimbo ndio wanakuja kanisani. Na Mungu akishaona hivyo, ataziruhusuje? Utatanikwa fimbo za kwenda ndio safina, utaenda. Zikiisha ukirudi, unatanikwa fimbo za kwenda mahali pengine. Mpaka ukae kwenye kona. Kona yake ni hivi, Mungu anataka ufuate sheria zake, ufuate maagizo yake na utii watumishi wake. Ukishafanya hivyo, umefuko salama. Kuna vita unataka uvione. Nje ya hapo, ikitoka vita hii, haya. Yona sura ya pili. Ndipo Yona akamwomba Bwana Mungu wake katika tumbo la yule samaki. Kuna watu wanaomba sawa wakiwa kwenye mateso kama Yona. Kabla aliingizwa kwenye tumbo la samaki, asingeweza kuomba. Tumbo la samaki inaweza ikawa ni biashara yako, inaweza ikawa ni watoto wako, magonjwa, hata unakosa. Tumbo la samaki linakula mbalimbali. Mungu anaweza kuruhusu mapito ili uombe kama Yona. Kwa nini? Nimekuambia usisahau. Kuna watu hawawezi ingia maombi mpaka saa upite. Mpaka saa ya shida. Ndio maana Yona hapa alianza akuomba, alimkimbia Mungu. Aliposhughulikiwa kwenye mateso ndo akaanza kuomba. Alafu angalia maombi alikuwa anaomba. Yona sura ya pili, mstari wa kwanza na kuendelea. Nasoma wa pili. Kwanza nianze. Ndipo Yona akamuomba Bwana Mungu wake katika tumbo la yule. Mwambie unataka uingize kwenye tumbo la samaki na uombe. Hebu mgeukie mwenzako. Mwambie unataka uingize kwenye tumbo la samaki na uombe. Niongee hivi. Kuna mtu sana amani na mume wake na mke wake. Hawataka waombee ndoa. Hawataka waombee ndoa hata siku moja. Amani ipo ya kutosha. Wakikutana sweet tena sweet. Wakikutana Mungu anasema sweet subiri. Hamuombee tena ndoa. Kabla hujaolewa uliomba sana upate huyo mume. Nisikilize. Kilichoanza na maombi, natakiwa kiendelee na maombi ili kiishi. Mtoto alianza kunywa maziwa, natakiwa anywe maziwa miezi 6 ili aendelee. Sasa kuna watu walikuwa wamefunga na kuomba ili wapate mke au mume. Walipompata hawaombeani tena ndoa. Mungu anachofanya ni mtaalamu. Nisikilize, kwenye gari kuna button. Kwenye hata kwenye makompyuta kuna button, ukizibonyeza naenda herufi fulani
inaleta topic fulani. Kuna saa Mungu anakuonyesha mahali ili topic fulani itokee. Bwana asifiwe. Sema topic itokee. Sasa tumwangalie Yona, akasema mstari wa 2. Namlilia Bwana kwa sababu ya shida yangu. Naomba, namlilia Bwana kwa sababu ya shida yangu. Na akaniitikia katika tumbo la kuzimu. Kuna saa ukiwa watu wakiwa kwenye shida ndio wanaombaga. Sio amefafanua jamani hapa vizuri, namlilia Bwana kwa sababu ya nini? Ya shida yangu. Kuna mtu akiwa ana shida, haizi omba nini? Akiwa ana shida je kanisani kufanya nini? Hana shida yoyote. Mungu akishaona hivyo, kama lakini wa mbinguni. Maana mwingine Mungu anamwacha hata afie tu kwa na dhambi zake hivi. Lakini kama Mungu amekusudia kumwokoa mtu, akimuona hivi, atamuingiza kwenye shida. Yona hapa ameweka wazi, anasema namlilia Bwana saa ya shida yangu. Ngoja nikuoneshe mahali ambapo napojibu kwa somo kwenye Biblia pazuri sana kwenye Hosea. Hosea sura ya 5, mstari wa 15. Kuna watu wanaombaga sawa wakiwa kwenye tumbo la samaki. Mungu namuinua mtumishi wako. Mungu mbariki mtumishi wako, muinue saa umeminywa. Saa hujaminywa uombee watumishi. Kama uliyepo ili uombee watumishi, Mungu atakunyoosha mpaka uwaombee. Kama uliyepo ili usapoti kazi ya Mungu na usapoti. Kila kanisa lina watu wanatakiwa support kazi ya Mungu, kipesa, kinini. Serikali pia inaenda kwa kodi na nini. Kuna vitu lazima vifanyike ili mambo mengine yaende. Jamani, najua mtakutana na watu sio mmoja. Anakuambia niombe nini? Na shida gani nini? Jamani, sio hata hiyo maisha yako sio na watu. Niombe nini? Niombe nini? Nina nyumba za kupangisha, nina magari, nina magari ya biashara na niombe nini? Mungu akishaona hivyo, kuna mali anakuongezaga basi. Sawa eh? Ayubu alikuwa na kila kitu, vilisha kwa siku moja. Ndio. Paka na watoto kwa siku moja. Mungu ana uwezo wa kumshusha mtu kutoka kule juu. Kwani kuna matajiri wangapi walikuwa wanawasikia siku hizo wasikii tena? Hapa Tanzania kuna matajiri wengi walikuwa wanawasikia wanavuma sasa hivi kimya. Kuna waimbaji walikuwa wanavuma sana sasa hivi wasikii tena. Hata waimbaji wa nyimbo za injili kuna wengine hawasikii tena. Ukishajisahau kaanza kujiinua. Ukishajisahau kaanza kujivuna. Mungu kuna mahali atakubonyeza tu. Sema kuna watu wabadilikaje. Hosea sura ya 5 mstari wa 15. Nasoma kwa jina la Yesu. Kwa nyumbani popote nafundisha sababu za Mungu kuachilia vita vya kiroho. Ni ili usilale usingizi. Maana kuna mtu ukishakula na kunywa, uendaje tena kanisani? Ukishapata hela, ukishapata kazi biashara ndio naongea na wewe. Sishangae Mungu akapeperusha kila kitu kama alivyopeperusha kwa Ayubu, kila kitu akakitupa kule ili usiende motoni. Hosea sura ya 5 mstari wa 15 nasoma kwa jina la Yesu. Kwa Mungu anasema hivi, nitakwenda zangu, yule Mungu anasema, nitakwenda zangu niparudie mahali pangu. Hata watakapoungama makosa yao na kunitafuta uso wangu. Na unafuata katika taabu yao watanitafuta kwa bidii. Sema katika taabu yao watanitafuta kwa bidii. Hao watu walimkosea Mungu na wakawa wana time na Mungu. Mungu akasema nitaenda zangu nikatulie mahali pangu. Alafu akaachilia mateso. Akasema katika mateso yao watanitafuta kwa bidii. Kutoka sura ya 2 mstari wa 23 na 24. Hii inasema wana wa Israeli waliugua sana, waliomba baba aliosha katika mbinguni sawa na Teso na Farao. Kuna watu sawa watesi hawawezi omba. Kwa maana hata kanisani njoo maombi ya kufunga wiki. Kwa nini? Vitu vinaenda sawa. Kuna vitu Biblia inasema kuna mambo mengine hayawezekani kufunga na nini? Kuomba. Kuna mambo kila kanisa linaomba maombi, sio hapa. Kila kanisa hata Lutheran kuna vitu kipindi wanafunga, ukienda Katoliki kuna kipindi wanafunga, Waislamu kuna kipindi wanafunga. Kila mahali kuna wakati wa kufunga. Lakini kuna watu hawataki kufunga kwa hiari yao. Mungu inabidi awalazimishe kufunga. Sababu kuna mtu yeye anatakiwa afunge sio kwa ajili ya watumishi. Afunge ili asife kabla ya wakati. Sababu Mungu anaona mbele kuna ajali na huyu mtu hataki kuomba. Na hamna mtu kumwombea. Mungu inabidi akuletee matatizo ili ingie kwenye maombi ili usife. Maana kuna ajali nyingine ni mpaka usimame mwenyewe. Kuna matatizo mengine kwenye mlango wa biashara sio sisi tukuombee mpaka uombe mwenyewe. Sasa Mungu anajua kuna mtu haizi kuomba mpaka awe kwenye tumbo la samaki. Kuna mtu haizi kuomba mpaka kama hapa anasema watanitafuta kwa bidii kwenye ziki yao. Sema saa ya ziki. Piga watoto na magonjwa. Piga kanisa, piga huko na huko. Na kuambia hivi, unapanda sakila yani hata kama una kitambi, unapanda pale sakila yani na kitambi yako kwa spidi. Jamani wanadamu, nikwambie mwanadamu ni mwanadamu. Wanadamu sisi watu ni rahisi sana kujisahau na kumsahau Mungu. Sawa kisha kula na kushiba. Nimekusema kwa Mungu wa Torati bwana anasema mkisha kula na kushiba na ila kuongezeka. Kwa nini Mungu anasema usisahau? Anajua. Mtu akisha raha ya mtu wale na familia yake wale ashibe, mbele iongezeke, mifugo imeongezeka, niombe nini? Niende kanisani nikafanye nini? Mungu akishaona hivyo. Na kama anakutaka mbinguni lakini kumbuka hiyo point.
atakushughulikia mpaka unyoke. Sema faida ya vita vya kiroho ni kuondolea watu usingizi wa kiroho. Kuna watu wamelala. Ulikuwa unaomba sana usiku, siku hizi uombi. Ulikuwa unafunga na kuomba, ulikuwa unatoa sadaka kanisani na support huduma ufanye. Kuna saa Mungu lazima akuamshe kwa mapito. Kuna saa wanadamu mpaka ape bani ndio anakumbuka. Ila sio mimi. Bwana asifiwe. Sio wewe, ni mwanadamu nimesema. Nimesema ni mwanadamu. Yuko mwanadamu ambaye hawezi badilika mpaka mapito yaje. Kuna mtu hawezi tafuta kibarua cha kufanya kazi mpaka ashinde njia siku kadhaa. Kuna vijana wanakaa kijiweni tu. Kwa nini? Baadaye sasa kwa babake na mama yake. Sawa, wapo wale watu. Anatafuta kazi. Mwanadamu ana tabia kukuchoka. Ukimwomba kila siku mtu msaada, atakuchoka tu. Mungu ndo achokage mtu. Ndio maana Mungu anataka kila mtu afanye kazi, kila mtu afanye biashara. Ndio maana sema asifanye kazi na asile. Kuna watu tunazungumzia bali lakini ya kanisani, sana mambo ya kanisani. Kuna watu wasipoingizwa kwenye tumbo la samaki, ibadani kuwaona ni ngumu. Ukiwaambia njoo maombi hawezi kuja. Na nakwambia, naongea katika Bwana, hicho ninachoongea. Usipokifuata utakiona kwa macho. Kwa macho hivi unaona. Maana nabii anatabiri vitu ambavyo viko mbele. Kwa nini? Na kuna sana nabii anafundisha mambo yaliyopo, kuna sana anafundisha mambo yaliyoko mbele. Sasa hivi anaongea mambo ambayo usipojazali nayo utapita tu. Kuna saa unapita unakumbuka kweli mtumishi alisema hata kama baada ya miezi 6 7 utakumbuka. Haisemi kweli lakini alishaongeaga mtumishi. Sasa hiyo ni nini? Viboko unaenda kama mwanafunzi na viboko. Mama naenda shule, mama naenda matandika. Kuna watu kanisani viboko lazima viwalete. Piga kwenye ndoa, piga usirasio shetani ni Mungu anapiga kwenye ndoa, piga huko. Na yeye anasema katika shida yangu. Yona katika shida yangu, mtumwa na samaki na nimuita Bwana. Kuna watu ukiwa una shida, huwezi ukitoka kwenye mambo kanisani huwezi kuja. Ukiamua mambo kanisani anipatai tu. Na biashara zangu niko busy, na kazi zangu niko busy. Mungu anajua. Kuna mahali pa kuminya. Anaweza sikufuze kazi au biashara, lakini ana batani zake. Kama unaweza Mungu ana batani za kubonyeza Bwana. Ili unyoke. Kwenye Hosea sura ya 5 mstari wa 15, Hosea 5:15 nimekuambia anasema katika taabu yao watanitafuta kwa bidii. Wana wa Israeli sawa kwenye taabu. Nakwambia walifunga na kuomba. Mungu huyu Farao anatutesa. Ile kutoka sura ya 2 mstari 23 ndio kuambia waandike hapo. Mungu tunateseka. Kuna watu sawa wateseki, hawawezi omba. Ada za watoto zipo. Nakula good time. Mume ana kazi, mke ana kazi, watoto wana biashara nzuri na nini? Au mbe nini? Anakwambia niombe nini? Mtoto wangu anafanya kazi za maana. Nimesomesha watoto wangu. Anafanya kazi serikalini wengine na makampuni fulani. Nikipiga tu simu naletewa kila kitu. Kwa kila Farao na Nebukadreza. Nebukadreza alisema ili jengo nimejenga kwa uwezo wangu na nguvu zangu. Mwanadamu ni rahisi sana kujisahau. Hajisahau sana shida. Na ndio maana Mungu hawezi kuziondoa shida kwa wanadamu. Kwa sababu mwanadamu ni rahisi sana kujisahau. Akiwa na raha na amani saa zote. Kama unaandika saa ambao una amani ndio unatakiwa uwe makini sana. Kama unaandika saa ambao unaishi maisha ya amani inatakiwa uwe makini sana na Mungu. Narudia tena. Saa ambao unaishi maisha ya amani inatakiwa uwe makini sana na Mungu. Saa unaishi maisha ya amani inatakiwa uwe makini sana na Mungu. Ndio maana kuna saa Mungu anaruhusu mapito. Maana anaona mbele yako kuna kitu kibaya kinataka kutokea na unataka kufunga, unataka kuomba. Hautaki kwenda kanisani, Mungu anaona pale yule mtu anaenda kufa, anakuja kushughulikie. Kumbuka Biblia inasema ombeni msingejea majaribuni. Kuna mtu anaomba, je, niongee hivi. Hebu mgeukie mwenzako mwambie, "Sasa unaongelea." Mwambie mwenzako sasa unazama sio saa kujifunza kuogelea. Wewe unaona sasa kuna watu wanazama na wanajifunza kuogelea. Wewe unazama hiyo sio saa kujifunza kuogelea, itakuwa sasa hiyo uogelee. Naona boti sasa hivi imezama. Pale anayeokoka ni mtu anayejua kuogelea au kolema watu wengine. Ndio kuna watu na alafu andika kama andika. Kuna saa tu ukiwa kwenye shida gani? Saa unaomba, Mungu akusikie. Ili upite kwanza kwenye shida kwa muda mrefu ili uendelee kuomba. Ila kuna kundi la pili hapa kanisani wapo. Yaani wao wawe na shida wawe na raha kanisani wapo. Hao hawatapita. Hao mapito yatakuwa hata kama watapita sio mapito mengi. Watapita yale mapito ambayo Mungu tu ameruhusu. Lakini kuna watu sio Mungu anataka kuwatesa. Shika hii pointi ndugu yangu. Unapofundisha hivi sio kama Mungu anapenda kutesa watu. Mungu hapendi kutesa watu. Lakini kuna sababu wanafunzi ile aende shule sio kama wanamshukia. Inabidi yale viboko ni kwa ajili yake kule mbele. Kuna sababu Mungu anakupatia kwenye mapito sio kama anakuchukia. Ni ili upite, ili ubadilike kitabia.
ili ubadilike uwe vile Mungu anavyotaka. Unajua chapati inaweza kupikwa kwa hivyo upande mmoja tu. Kuna saa chapati usipegeuza geuza ile hivyo upande mmoja tu. Sasa Mungu anataka uive kila upande. Ndio maana anakuivisha kila upande. Bwana sio. Kuna wababa wa hizi kuja kanisani, sio tu hapa, nazungumzia kanisa lolote. Wakishakuwa na kazi zao na mambo yao yanaenda vizuri. Unajua mama wengi wamejaa kanisani. Sio ukweli wa mama wengi tunako kanisani. Kila kanisa ukienda wa mama wote ndio wengi. Bwana sio. Ni wababa wachache sana. Na Mungu kama anakutaka atakupitisha kama Yona. Sio kama anakuchukia. Nisikize ndugu zangu, ili somo la leo. Hata kama nipo kama sipo, Mungu akusaidie kuelewa. Hakuna siku mapito atakayoishi kwa mtu wa namna hiyo nimezungumzia pale. Hata kaishi. Mtu wa Mungu akishakula akishashiba, haumi tena, hatafuti tena Mungu, hana kiu na Mungu, hata kama ni kuabudu alikuwa anaimba sifa, anaacha kila kitu, huyo atapita mpaka anyoke. Elewa Yona. Yona si shetani alimuingiza kule, si ndio? Unajua watu wengi sana wanateseka tunamwona shetani. Kuna watu si shetani anawatesa, ni Mungu. Na sio kama anataka. Ni wakina Yona hawataki, hawafundishiki, hawabadilishiki kwa mafundisho. Angapo amenielewa? Unajua hili somo la leo ni nzuri, maana hata usipopiga makofi, ninachotaka tu ni neno liingie kwenye moyo wako. Kuna mtu anaweza kaenda mahali, akaingia pale akitoka anaingia baa anapiga zake pombe. Anaweza kwenda kwenye maombi mahali fulani. Anamaliza maombi na ingia zake baa anapiga pombe, ana sigara yake mfukoni. Sio maana anataka Mungu, anataka vitu vya Mungu. Sio mmoja, wako wengi sana. Ana sigara mfukoni yuko kwenye maombi. Maombi yakisha anatoka pale nje anavuta sigara. Huyo mtu ni maigizo tu anafanya. Na kwamba anaingia kwenye ibada, akitoka anaingia kwenye pombe. Ni ibada gani mtu ameenda kufanya? Ni maigizo. Bwana sio. Mama mwenzako acha maigizo. Tembea na Mungu. Maana duniani tunapita tu. Mhubiri sura ya 4. Mhubiri sura ya 4 kwenye pointi hii, Mhubiri sura ya 4. Mstari wa 9 hadi wa 12. Nasoma. Nimesema Mhubiri ngapi? 9. Nasoma kwa jina la Yesu. Sikiza hapa anasema, afadhali kuwa wawili kuliko mmoja, maana wapate jana njema kwa kazi yao. Kwa maana wakianguka, mmoja wao atamuinua mwenzake. Lakini ole wake aliye peke yake aangukapo, wala hana mwingine wa kumuinua. Tena wawili wakilala pamoja, hapo watapata moto. Lakini mmoja aliye peke yake tu awezaje kuona moto? Mungu anauliza. Hata ikiwa mtu aweza kumshinda yule aliye peke yake, wawili watampinga, wala kamba ya mizi tatu haikatiki upesi. Sikiliza. Neno ni kubwa sana. Kuna saa ukiwa kwenye pito fulani, hata ufunge siku 700. Kama mama akombe na wewe, ile vitu lazima liondoke na wewe. Yesu alikuwa ana uwezo mkubwa kwa duniani. Ila kuna saa alikuwa anaomba mwenyewe, kuna saa anaenda na wanafunzi. Kuna watu mko kanisani, huna partnership wa kuomba naye, una hasara kubwa sana wewe. Maana saa anasema ukiwa mwenyewe saa unapigwa, unamalizwa. Lakini mngekuwa wawili mwingine angekusaidia. Kuna mtu, unajua maombi ya kanisani, maombi ya harambee. Tunapoitana kanisani kwenye maombi, pale unaomba na watu wengi, kuna vitu uviwezi mwenyewe. Ndio watu kuna mama fulani yuko wao hujui singia tunaiona kwenye maombi, ni unasaidiwa wewe, sio unasaidia mtumishi. Ndio maana Mungu anasema wawili wenu, kama unaandika, ukishaona shetani anakutenga usiombe na watu wengine, amekuwekea mtego mbaya wa kumaliza pale mbele. Narudia tena. Ukishaona shetani anakutenga usiombe na watu kwenye kanisa lako na maabudu, sisi unaomba mwenyewe. Unataka kushirikiana tena na watu. Unaomba tu mwenyewe. Yesu alikuwa ni mkuu kuliko mwanadamu yote, ila kuna saa alikuwa anaomba na wanafunzi wake. Kuna saa Yesu alikuwa anaenda kwenye mapito ya msalabani, aliita wanafunzi wamuombe. Kuna pito usipoombewa na mtu mwingine linakuondoa. Tena kaangalia mambo ya Yakobo. Yakobo alikufa maana alikosa watu wa kumuombea. Petro alipoombewa alibaki hai. Aisee, Mungu akusaidie uelewe hichi. Kuna watu hawaoni mimi kuomba na watu wengine. Aisee,